Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mfuko wa benki ya CRDB nchini Tanzania watekeleza kwa vitendo azimio la Beijing la kumkomboa mwanamke kiuchumi, ambapo wao mwanzoni walikuwa wananunua kidogo kidogo wanauza. Sasa hivi wanasafiri mpaka nje ya Tanzania, na wao ina maana wanaweza kuimport, wanaleta vitu na kuweza kuuza ndani. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili tunakuletea maana ya neno mharuma. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 3 mwezi Aprili mwaka wa 2025. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo ni mada kwa kina na tunamulika harakati za benki moja nchini Tanzania za kumkomboa kiuchumi mwanamke. Lakini kwanza ni muhtasari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Asante Arnold. Naanzia Myanmar ambako mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau wa misaada ya kibinadamu leo wamesema wanaendelea kuwasaidia watu wa Myanmar na mahitaji ya msingi baada ya tetemeko kubwa la ardhi Jumaa iliyopita, ambapo idadi waliopoteza maisha sasa ni zaidi ya 2800. Msaada wa haraka unaohitajika zaidi ni vifaa na huduma za afya, maji salama ya kunywa, chakula, hema na makazi ya dharura, msaada wa kisaikolojia na bidhaa zingine muhimu, pamoja na huduma za vyoo na vifaa vya usafi ili kuzuia milipuko ya magonjwa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk leo amesema kwamba ameshtushwa na ripoti za mauaji ya raia bila kufuata utaratibu wa kisheria yaliyoenea mjini Khartoum, Sudan, baada ya kurejeshwa kwa mji huo chini ya udhibiti wa jeshi la serikali ya Sudan SAF tarehe 26 mwezi Machi. Amesema anatoa wito kwa makamanda wa jeshi la Sudan kuchukua hatua za haraka ili kukomesha ukatili huu wa haki ya kuishi. Na majadiliano ya siku 2 ya kila mwaka ya sera kuhusu maendeleo endelevu yaliyoandaliwa na Club de Madrid yameanza leo Nairobi, Kenya, mwaka huu yakijikita na ufadhili wa maendeleo. Shuhuda wetu huko ni Stella Vuzo kutoka kitengo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNICE Nairobi. Viongozi wapatao 30 wa zamani kutoka nchi na serikali mbalimbali duniani wanakutana leo hii jijini Nairobi. Kumekuwepo pia na ujumbe hususan uliosomwa au uliosikilizwa kupitia kwa njia ya video kutoka kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Nilikutana na vijana baadhi walioshiriki kwenye huu mkutano na nikawauliza kwa nini wamehamasika kushiriki kwenye mkutano huu, na walikuwa na haya ya kusema. Maoni ambayo nimechukua ni kwamba sisi kama vijana tuna uwezo na tunatakikana kuwa kwenye meza kama hizi kuchangia policies ambazo zitalinda nchi yetu na kulinda makazi yetu. Naam. Nikiripoti kutoka Nairobi, mimi ni Stella Vuzo. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutakwenda Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza huko Zanzibar nchini Tanzania kwa mtaalamu wetu wa Kiswahili Dr. Monahija Ali Juma. Salia hapo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Leo tunakuletea mahojiano ya Assumpta Massoi wa idhaa hii na mshiriki wa jukwaa la 69 la hali ya wanawake duniani lililofanyika hapa New York, Marekani mwezi uliopita, wakimulika harakati za kumkomboa mwanamke. Kwako Assumpta. Majira ya saa 9 ya alasiri ya tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2025,
Tuli Esther Mwambapa, mkurugenzi mtendaji huyu wa mfuko wa benki ya CRDB nchini Tanzania, anakaribia makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Lengo ni mahojiano na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kuhusu mchango wa kampuni hiyo tanzu ya benki ya CRDB katika kusongesha azimio la Beijing na jukwaa la utekelezaji vilivyopitishwa mwaka 1995 huko Beijing, China, kwa lengo la kumkomboa kiuchumi mwanamke. Moja kwa moja tukaingia studio na kisha akaanza kunieleza ni kwa vipi wanakomboa wanawake na vijana kiuchumi nchini Tanzania. Tunapozungumzia kumkomboa mwanamke kiuchumi, ndipo taasisi yetu ya CRDB Bank Foundation imejikita katika kuwakomboa wanawake na vijana kiuchumi kwa kuwapatia mafunzo ya kifedha na ya biashara, lakini pia kuwawezesha hawa wanawake kujiunga katika vikundi mbalimbali na kuwezeshwa mitaji wezeshi, ambayo mitaji hii wezeshi na programu nzima tumeipa jina la Imbeju. Na nitakwambia Assumpta, katika mwaka 1.5 ambao CRDB Bank Foundation imekuwa katika soko, tumeweza kuwafikia wanawake 800,000 kwa kuwapa mafunzo, lakini kati ya hao wanawake 300,000 na zaidi wameweza kupewa mitaji wezeshi ambayo wanapewa kwa urahisi sana. Mmoja wanapewa wakiwa katika vikundi, na riba wanayolipa ni 7%, 6% ni riba, 1% wanapata bima ya maisha. Na bima hii ya maisha, kinachofanyika ni kwamba yule ambaye ana ule mkopo akishindwa kulipa, labda kwa kuwa amepata ulemavu wa kudumu, then ile bima inalipa. Lakini akishindwa, akitangulia mbele ya haki, akifariki, hatuendi kwenye familia yake kwenda kudai salio la mkopo. Ile bima inalipa. Na juu ya hayo, kama unafahamu nyumbani, misiba ni kitu cha kijamii, then tunawatoa kwa familia mkono wa heli wa shilingi 600,000. Mpango huu wa Imbeju umesambaa Tanzania nzima. Tunaenda kijiji kwa kijiji, kata kwa kata. Kwa hiyo watu ambao tunawawezesha ni wanawake na vijana ambao wako either kwenye kilimo, wanafanya biashara ndogo ndogo, au wako mijini wanafanya biashara. Tunawasaidia kuwasajili katika vikundi, tukishirikiana na serikali kwa kupitia maafisa maendeleo kila sehemu, kuwasaidia na kuwatambua na kuwaingiza katika mfumo maalum. Na kwa kufanya hivyo, tunawawezesha wanawake hawa na vijana kutambulika, lakini 2, kuweza wenyewe kujijenga kwa kila mwezi, kuchangia katika umoja wao, na tunatumia ule umoja wao sasa kuwawezesha mmoja katika kikundi kuweza mikopo, kupata mikopo ya kuendeleza biashara zao, kuendeleza kilimo, lakini tunawaunganisha na masoko mbalimbali. Nitatoa mfano mmoja. Kwa wakulima, kwa mfano maeneo ambayo walikuwa wanapata shida ya kupata soko, lakini wanazao ambalo linaweza likalimwa. Kwa hiyo ambacho tumeweza sisi kukifanya, tunaenda kwa mteja mkubwa au kampuni kubwa kama Tanzania Breweries. Tunawaambia Tanzania Breweries, mnahitaji shairi na mahitaji yenu ni makubwa. Sisi tuna wakulima wanawake na vijana sehemu za Mbulu, West Kilimanjaro au Monduli. Tunaomba kuingia ubia na nyinyi muweze kuwasaidia hawa kupata mafunzo jinsi ya kulima shairi, kuwapa mbegu, kuambia ni aina gani ya mbolea wanatakiwa kuitumia ili eneo dogo waweze kuzalisha zaidi. Na sisi tutawapa mafunzo ya kifedha, mafunzo ya kibiashara, na zaidi tutawezesha kuwapa mikopo wezeshi ambayo urejeshaji wake Assumpta ni rahisi sana. Kipindi chote hiki ambacho tunawawezesha, hawarudishi ule mkopo. Wanakuja kurudisha mara moja wakati Tanzania Breweries inawalipa. Kwa hiyo inawapa unafuu na inawasaidia msimu unaofuatia kuweza kulima tena eneo kubwa zaidi, kwa sababu pia wana uhakika wa soko. Sasa na ningependa sasa kujua labda kama kuna mfano ambao unaweza ukauelezea, ni mfano hai, labda kuna mwanamke ambaye au ni kijana ambaye unasema kabisa huyu yani ndio taswira ya mafanikio ya mfano ya huu mradi
ambao tumeanzisha CRDB Bank? Nashukuru sana. Katika wanawake 800,000 tuliowafikia, tunaweza tukakesha mimi kuelezea hadithi yao. Tafutie mmoja. Nitamtafuta mmoja. Tunaye mwanamke anaitwa Jacqueline Mkina. Yeye anaishi Bunju. Jacqueline, yeye ni kiongozi katika ule umoja wao wa Bunju Women. Kupitia umoja wao wameweza kukuza biashara zao, ambapo wao mwanzoni walikuwa wananunua kidogo kidogo wanauza. Sasa hivi wanasafiri mpaka nje ya Tanzania, na wao ina maana wanaweza kuimport, wanaleta vitu na kuweza kuuza ndani. Hii imewafanya wamekuwa kutoka kuchukua mkopo wa milioni 5 mpaka wamefikia kuchukua mikopo ya milioni 50 na kuendelea. Lakini hilo ni moja. Na kwa nini nimemchukua Jacqueline kama mfano? Na mchukua jinsi alivyoweza kukuza sio tu biashara yao na umoja wao wa Bunju Women, lakini pia wameweza kujiongeza kwa kuongeza wing ya vijana, na wao wameanza kuwalea vijana na kuwaweza kuwakuza, na vijana wameweza kwanza kuchukua na wao mikopo hii ya Imbeju. Shukrani sana Assunta Masoi kwa mada hiyo kwa kina, na kwa mfuko wa CRDB kwa kujengea uwezo na kuinua wanawake nchini Tanzania. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji huyu wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya neno mharuma. Mharuma ni nguo kama vile kanga inayozongwa kichwani kuzunguka masikio ili kumkinga mtu na baridi, hususan wale ambao wanaumwa na meno au wanaumwa na masikio, ili kukinga upepo usiingie katika masikio. Huo unaitwa mharuma. Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X tafuta @habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.